Pastor anaweza kosa kitu kusema. Pastor anaweza kosa kitu ya kusema. Pastor yani anaweza tu simama tu, hawezi kosa kitu, sio? Hawezi kosa neno. Leo ningekosa neno. Bwana asifiwe. Leo ningekosa neno na nilikuwa nashindwa vile tutafanya. Maana unajua sio kuhubiri tu. So ningekosa neno. Na ile message yenye Mungu amenipea, mwenyewe kusema ukweli shetani amepigana nayo. Juu mimi sijai sahau Bible siku nyingine nyumbani. Lakini leo nilisahau. Kabidi tutafutie mtu wa motorbike aende aichukue. Sasa nikiwa hapa bado tu shetani ananihudumia. Kwanza mama akaniambia, "Na watu wamekawia sana." Kupitia kwa hiyo shetani akaanza kunihudumia, akaanza kuniambia labda bali ataenda kufungua mlango ile kashuhika kaingia. Sasa wanang'eng'ana. Sasa naambia tu moyo wangu tulia, uwe na amani. Ikifika ni neno, sasa Mungu utajua namna gani. But all the same, Mungu ni mwema. Wamefika. Bwana asifiwe. Sasa nitaomba mtu mmoja atusomee Bible na tafadhali tu ninawaomba kuja tu na Bible na karatasi ndio unaandika hii message, hata ukiitwa mahali kuhubiri na ubiri si ndio? Usingengane kutafuta ujumbe enye umesikia Sunday na ubiri hiyo message, si ndio? Haya Proverbs, Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 9. So, Bible inasema ya kwamba tutatafuta mtu ambaye kuna Kiswahili atatusomea. Inasema ya kwamba so the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceived the whole world. He was cast to the earth, and his angels were cast out with him. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of Christ has come, for the accuser of brethren who accused them before our God day and night has been cast down. Kuna mtu na Bible ya Kiswahili asome. Yule joka akatupwa, yule mkubwa akatupwa, Ufunuo 12:9. yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata chini, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. 10. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakaye mbele za Mungu wetu. Iko sawa hapo. Bwana asifiwe. Ukisoma hiyo maandiko tumesoma mtu mbaya ama kitu kibaya, naonanga mtu akifanya kitendo mbaya, tuseme labda ni kwa polisi, ameua mtu hapa ama ameshikwa kama mwizi, si tunasikianga anapelekwa Kapedo ama anapelekwa Garissa kama hata vuto kazi, si ndio? Lakini sasa hapa kuna mtu mmoja mbaya anateremshwa mahali sisi tunaishi. Mtu mbaya anateremshwa kwa watu wazuri. Hey, sasa Mungu kweli ako na huruma na sisi. Anyway, sasa kuna vile mnasikiaga nikisema ile wimbo tulikuwa tunaimba wakati wa kitambo, shetani amefanya nini? Amepigwa bomu. Mlisikia vitu kama hiyo?
Shetani amepigwa bomu. Na sikatai amepigwa bomu. Lakini ukweli wa mambo, si bado mpaka saa hii anatusumbua. Na hata he is not respecter of persons. Anasumbua mpaka maaposto, anasumbua mpaka mabisho, anasumbua mpaka watu wa kawaida, wa ndugu na wadada, si ndio? So Bible hapa inasema ya kwamba ati huyo joka wa kitambo. So shetani, sitaki kusema vile mtu mmoja alisema alikuwa rafiki yangu, alisema siku moja that the devil is the same yesterday, today and forever. Bible inasema hivyo. Ingawa hapa inasema ya kwamba ni wa kitambo, wacha tujue ni wa kitambo, but he is not the same yesterday, today and forever. Maana kesi yake siku moja itakatwa na ataingishwa kwenye moto uwakao na kiberiti milele na milele. But wacha tumuite ya kwamba hivyo, Bible tu inasema serpent of old. Alafu inasema called the devil and Satan. Na siku moja nikasema ya kwamba tuko na discuss, tukasema ya kwamba kwa mfano saa hizi uite mtu Lucifer. Uite mtu Lucifer. Sasa nani tatumia? Ticha, mtu tu akuite Lucifer. How would you feel? Lucifer amekuita Lucifer. Kwenda huko Lucifer. By the way, kuitwa jina Lucifer sio mbaya. Maana Lucifer inamaanisha praise. Wakati shetani alikuwa anaitangwa Lucifer, hiyo ndio jina yake ya kimalaika. Lakini wakati ambao aliasi, ndio sasa akateremshwa akaitwa shetani, yani baada ya kuwa demoted. So Bible inasema ya kwamba the serpent of old called the devil and Satan. Alafu huyu kazi ambayo amekuja kufanya hapa, he has come to deceive the whole world. Na inasema ya kwamba he has been casted in earth. Ameteremshwa hapa duniani. And his angels, by the way, wacha tufanye correction leo. What is the opposite of God? Opposite ni Kiswahili nini? Hakuna. Kinyume cha Mungu ni nini? Hakuna. Kinyume cha Mungu sio shetani. Na usiwahi sema sipingine kinyume cha Mungu ni shetani. Mungu hana kinyume. Kinyume cha shetani ni malaika. Akiwa malaika wa giza ni malaika wa nuru. Because the devil, he was an angel. So our God cannot be compared with anyone. Yes. And he can never be weighed with anyone. Yes. And he is not equal to the devil. Bwana asifiwe. So akateremshwa hapa. Na Bible inasema ya kwamba kukasikika sauti kubwa ambayo inasema ya kwamba wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu na uweza. Christ has come, for the accuser of brethren who accused them before our God day and night has been cast. Kuongeza na kwamba ameteremshwa chini, naye pia Kristo Bwana asifiwe. Kristo akaja. Na wacha nikwambie, hatuna sababu yoyote ya kuogopa shetani. Maana Bible inasema hapo, hiyo mstari yenye hatukusoma inasema ya kwamba and they overcame him. Kuongeza na kwamba yeye ni mzee wa kale, we shall overcome him, and we shall overcome him by the blood of the Lamb. Yes. And also by the word of our testimony. Hallelujah. Amen. Na Bible inasema ya kwamba tutamshinda shetani kwa ushuhuda wa vinywa vyetu. Hallelujah. Na kwa damu ya mwanakondoo. Na let me say this. Kuongeza na kwamba shetani alishindwa pale msalabani. Si siku ya leo bado tuko na maadui. Si tuko na maadui, si tuko na mapepo. Na ndio sababu Yesu akasema kwa jina langu mtakemea mapepo. Mtakanyaga nyoka na nge, mtakunywa vitu zenye sumu. Lakini haisemangi ujipeleke mahali ukunywe sumu. Bwana asifiwe. Unajua kuna mwingine anaweza chukua sumu aseme hii neno imesema. Neno haijasema hivyo. Ni wakati umepewa kitu ambacho kinaweza kuleta madhara katika mwili wako pasipo wewe kujua. Now Bible inasema ya kwamba walimshinda kwa ushuhuda wa vinywa vyao na kwa damu ya mwanakondoo. Now kuongeza na kwamba walimshinda, si mpaka walio shetani anatusumbua. Na siku ya leo ningetaka tuweze tu kuangalia ujumbe ambao unaitwa these enemies
these, wacha tuite these enemies, wenye wanatusumbua sumbua, so that we may get to understand who are these enemies. But when we talk about these enemies, we are not magnifying na kusema shetani yako na nguvu. The point is the devil, baba yao, baba ya uongo, alishindwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita. So it is for us to enforce, kudhibitisha hiyo ushindi ambaye Yesu alileta. Lazima uienforce. And how do you enforce it? You enforce it by saying and confessing what the word of God says. Bwana asifiwe. Na jambo ambalo ningetaka tuangalie, kitu cha kwanza, Bible inasema ya kwamba leo mtaandika maandiko kadhaa, lakini ningetaka niseme hivi, andika Deuteronomy 28 verse 7, just write it and then at your own free time utaiangalia. Bible inasema ya kwamba the Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face. Mungu atasababisha maadui zako ambao wanainuka kinyume na wewe. Kwa hivyo hiyo ni kusema ya kwamba kuna maadui ambao huwa wanainuka kinyume na wewe. Na anasema ya kwamba atawasababisha washindwe kwa uso wako. Na inasema ya kwamba watakuja kwa njia moja. Haleluya. Lakini watatawanyika kwa njia 7. Haleluya. So hiyo maandiko inatuthibitishia kwamba maadui wako. Leviticus 26 verse 7. You shall chase 4 enemies before you and they shall fall by the sword. Kuna maadui ambao watakuja mbele zako, Leviticus 26 verse 7. Utawafukuza kwa upanga. Na of course upanga wetu siku ya leo ni neno la Bwana. Mshaona kanisa zimekuja mingi, watu wako mpaka na nini? Panga. Bwana asifiwe. Wako na njora ya kukatakata nani? Ya kukatakata shetani. Mahubiri imekuwa mingi. Bwana si ahurumie tu wahubiri. Bwana asifiwe. Bwana tuhurumie. Niliona mwingine jana. Mama mzito. Mama mzito. Pastor anampiga mangumi. Nikasema hii kweli injili imehubiriwa. Mama anapigwa mangumi za hewani. Unaona vile boxing anaenda hivi. Mpaka nikasema anyway, anything that is done without the backing of the scriptures, you don't take it. Ile kitu yenye unaona sarakasi watu wanafanya pasipokuwa na kusukumiwa ama kuwa na ushahidi wa maandiko, you don't do what? You don't receive it. Now, ningetaka tuweze kuangalia mambo kadhaa. Jambo la kwanza, kuna maadui ambao huwa wanasimama in the gates. There are enemies who stand in the gates. Yes. Na siku moja tukasema ya kwamba malango yanasimamia a busy place, transaction. So there are enemies that stand at the gate. Na reference yake it is in the book of Genesis 22:17. Mahali ambapo Genesis 22:17 Abraham alipoambiwa ya kwamba you shall possess the gates of your enemy. You shall possess the gates of your enemy. So wakati tunapoongea kuhusu malango, it is a place where we make decisions, or decisions are made. Na ndio sababu in the book of Ezekiel 11 verse 1 Bible inasema ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wamesimama kwa malango, na hawa watu walikuwa wanapanga mambo maovu. Na Bible inasema ya kwamba na huo mji haungeendelea, huo mji haungedevelop kwa sababu ya hawa watu ambao walikuwa wanapanga mambo mabaya. Na siku ya leo tumekuja kusema ya kwamba maadui ambao wamesimama kwenye malango ya Kongasisi, ambao they are devising wickedness. Wako na makusudio na mipango mibaya ya Kongasisi. Maybe ya kusema ya kwamba kanisa za hapa hazitafaulu, kanisa za hapa hazitanawiri, watu wa hapa watakaliwa na shetani, hawatainuka. Siku ya leo, as Crisco Church and as brethren from this church, that God is declaring that we shall possess the gates of our enemies. Yes. And we are declaring to the gates of Kongasisi in the name of Jesus Christ that haitakuwa withheld kutokuachilia baraka za watu wa Kongasisi. And if there are those evil spirits and demons that has been commissioned to
stay at the gates of Kongasis. We are declaring, as God told his servant Abraham, that he shall possess the gates of his enemy. Yes. We are possessing the gates of the enemies of Kongasis, yes, in the name of Jesus Christ. And those who are planning and plotting evil here in Kongasis, their plans we declare today that they are null and void. Bible inasema in the book of Psalms 107 verse 16, inasema, for he has broken the gates of bronze and cut bars of iron. Yes. Every gate ya chuma ambayo imewekwa hapa, yes, ya kuzuilia watu wa Kongasis na maeneo ya huko juu wabarikiwe, we are declaring hiyo marango imekatwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you, Jesus. Now there are other enemies. Number 2, enemies that eat years. They eat your labor. Leviticus. Praise the Lord. Leviticus 26. Leviticus 26. Mwenye atapata nisomee 26:16. 26:16. Inasema hivi. Leviticus ni mambo ya Walawi. Inasema hivi. Verse 16 ya 26. I also will do this to you. I will even appoint terror over your wasting disease and fever, which shall consume the eyes and cause sorrow of heart. And you shall sow your seed in vain, for your enemies shall eat it. Your enemies shall eat it. Kuna maadui ambao huwa wanakula reba. What do you call it? Wanakula kazi ya nini? Ya mikono yetu. Wewe unafanya kazi, unatoa jasho, unachoka, but there are enemies that eat your labor. Bible inasema your enemies shall eat it. Yaani wewe umefanya kazi mwaka mzima, haufurahii hayo mazao. And that's why tunasema ya kwamba as we are believing God, that God will bless this church of Kongasis. Yes. And there are some scriptures that will not be fulfilled here in this church. Yes. Ile ya kusema ya kwamba ulilima na watu wengine wakakula, hiyo haitakuwa fulfilled hapa. Ati ulichenga na wengine wakakaa kwa nyumba yako. I want to declare this, that we shall build houses, yes, and we shall possess them. Yes. We shall labor, yes, and we shall enjoy our labor. Amen. Hallelujah. Amen. Those enemies ndio walikuwa wamekalia wana wa Israeli, wakawa huko miaka 430. Hawana mshahara, they were in bondage. Hawana chochote, they were in bondage. Yani walikuwa tu wanakula leba ya wana wa Israeli. And I am praying for you today that this year, yes, utafurahia kazi ya mikono yako. Oh, yes. Mungu atakufundisha kutengeneza faida kwa jina la Yesu Kristo. And you will enjoy, yes, the labor of your hands, yes, in the name of Jesus Christ. Tutajenga manyumba na tutayakaa. Tutafanya kazi na tutavuna kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you, Jesus. We bless you, God. Thank you, Jesus. Wacha tuangalie ingine. Deuteronomy. Usijali, siku moja tutakuwa hapa na touch screen. Bwana asifiwe. Tutakuwa na touch screen, pastor sikushinda hapa akiangalia. Ni ile tu unasema chiki. Inaletwa. Bwana asifiwe. Wewe unaona hiyo siku kama iko mbali? Haiko mbali. Inafanywa tu pale kwa chiki inakuja. Amen. Deuteronomy 12 verse 10. Inasema ya kwamba Deuteronomy 12 verse 10. But when you cross over Jordan and dwell in the land which the Lord your God is giving to inherit, and he gives you rest from all your enemies round about, so that you dwell in safety. There are enemies ambao wanakuaga point number 3, round about. Yani kila mahali ni adui. Na ndio sababu Bible inasema ya kwamba that inasema, for as yet you have not come to the rest and the inheritance which the Lord your God has given you. Inasema Mungu atakupatia pumziko kutoka kwa maadui zako all round. Na hii inatupea story ambayo tunaweza borrow from the book of Job chapter 1 and Job chapter 2. Bible inasema ya kwamba Job alipokuwa amekaa hivi,
Analetewa ripoti, anaambiwa kondoo zake zote zimepigwa na radi, zimeangamizwa. Baada ya hivi mwingine anakuja anasema ngamia zote zimeangamia. Mwingine anakaa hivi, anakuja anamwambia watoto wote wameangamia. Yaani enemies all round. Unakuta kwa jamii yako umevamiwa, kwa biashara yako umevamiwa, hata kanisani umevamiwa. Wale ambao mnaishi nao neighborhood wamekuvamia. Enemies all round. And we are declaring, if you are in this service, na unaona kama umezingirwa na maadui, kila mtu ni kama amekuchukia. As God said that he will give rest to the children of Israel, we are declaring rest. Tunatangaza pumziko in your marriage, at your place of work, in your neighborhood. Tunatangaza pumziko in the name of Jesus Christ. Na hii nikawa nikisoma kwa maandiko. Once you have enemies all round about you. Amos 5:19 inasema ati unatorokea simba, ukifikiria umetorokea simba unakutana na bea. Kila mahali ni maadui. Ukifikiria tu umekutana na bea, umeenda mahali, ni Bible inasema umejishikilia ukuta hivi, nyoka naye ndio hiyo inatokea. Yaani maadui kila mahali. Na kuombea hivi kwa jina la Yesu Kristo. May the Lord deliver you from the enemies all around, either from your family or from your neighborhood, in the name of Jesus Christ. And we declare safety in your life in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Ezekiel 21. Ezekiel 21. Maandiko ni mingi, but Ezekiel 21. Ezekiel 21. Thank you, Jesus. Father, we bless you. Ezekiel 21. Na uandike Numbers 32 verse 21. Bible inasema in the book of Ezekiel 21 verse 27. Overthrow. I will make it overthrown. It shall be no longer until he comes whose right it is, and I'll give it to him. Bwana asifiwe. These are enemies ambao wako to your place of greatness. Unajua kila mmoja wetu kuna mahali ambapo umewekewa mahali pa kuletea Mungu utukufu. A place of greatness. Na Bible inasema ya kwamba Bwana atawa-overthrow, atawaondoa. Anasema mara 3 atawa-overthrow. Na anasema ya kwamba it shall be no longer until he comes whose right it is. Kuna mahali ambapo Bwana ameweka a place of your greatness. But kuna mtu ambaye amekalia your place of greatness. There are enemies who have sat at the place of your greatness. But the Bible is saying that God will overthrow them. Hallelujah. Amen. God will overthrow them. Hallelujah. Hallelujah. Bwana atawafuruga hadi yule mtu ambaye ni haki yake. Yule mtu ambaye is appointed to be in that seat aje akalie. Wherever you have been appointed in the place of your greatness, I'm declaring today, we are crushing all those enemies in the name of Jesus Christ. If it's the place of promotion, as the Bible says, promotion does not come from the east or from the west, but it comes from the Lord. If it is promotion, we are releasing promotions today in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Yule ambaye amekalia kiti yako, tunamuondoa kwa jina la Yesu Kristo. Maana Bible inasema until that rightful person comes, and you are that rightful person to be in that seat. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hey, there are enemies who rejoice when you fall. Hey, kuna watu tu wanafurahiaga. That is in the book of Micah 7:8. Kuna maadui ambao huwa wanafurahia wakati umefanya nini? Umeanguka. Bwana asifiwe. Wanakuja kwa duka, wanapata stock inapungua. Bwana asifiwe. Nishafanya kazi mahali kulikuwa na maduka mengi, unakuta stock ya mtu imepungua. Sasa utafikiria kuna electronics
kumbe ni zile box za electronics amevuta mbele, lakini box yenyewe haina nini? Haina kitu ndani. So there are people who would rejoice when you fall. The Bible says in the book of Micah 7:8, rejoice not against me, all my enemies. When I fall, I shall rise. I shall rise. When I sit in darkness, the Lord shall be my light. Hallelujah. Ewe adui yangu, usifurahie ninapoanguka, maana nitainuka tena. Na hata kama niko kwenye giza, Bwana atakuwa nuru yangu. Ninatangazia wale watu ambao wanafurahia, wale watu ambao wanakuchekelea, just because you have fallen, we are declaring today from this altar, ya kwamba unainuka tena. Amen. Nasema unainuka tena. Amen. I declare once again, unainuka tena. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. We bless you God. Hey, Bwana asifiwe. Unainuka tena. Unainuka tena. Amen. Na Biblia inasema yule ambaye ameanguka, unapoinuliwa unainuka. Yule ambaye ameanguka, si yeye ndio huwa anainuliwa. Na Biblia inasema ya kwamba atatuinua, atuketishe pamoja na nani? Na wafalme. Na kuna mtu mmoja kwa Biblia alikuwa amesahaulika, anaitwa Mefiboshethi. Na Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaishi mahali panaitwa Rodipa. Mtaniruhusu niseme tu ni kama Ronda. Alikuwa amesahaulika na alikuwa mtoto wa Jonathan. Baadaye siku moja Daudi alipofanyika mfalme, akaambiwa, akachunguza, akaambiwa kwamba kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Mefiboshethi, ambaye anaishi na ni kiwete, anaishi huko Ronda. Baadaye mtumishi wa Mungu akasema, endeni mumtafute, mumlete kwangu. Na Biblia inasema kwa Kizungu, he shall be continually in the palace. Yani maisha yake yote itakuwa ya ikulu. What do I mean? Hata kama umeanguka, kuna kuinuliwa tena. I pray for you, may the Lord remember you in the name of Jesus. As he remembered Hannah, as he remembered Sarah, may the Lord remember you in the name of Jesus Christ. Wale ambao wanakuchekelea kwa sababu umeanguka, tunatangaza kuinuliwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Na tunasema kuinuliwa tena. Maandiko inasema mwenye haki anaweza anguka mara 7. Kuanguka hiyo si ile kubackslide, ni ile unaanguka, unajaribu, unaanguka, unasimama. Mwenye haki anaweza anguka mara 7, lakini at the end of the day atasimama. Amen. Na kutangazia kusimama kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you Jesus. We bless you God. Thank you. Hey, do you know that other point? Do you know there are enemies who monitor us? It is in the Bible. Monitor ni ile kukuchunguza. Kuna maadui tu wanakuchunguzaga. Na hii iko katika kitabu cha Nehemia. Andika tu Nehemia chapter 6 verse 1 and 16. Na uandike Nehemia 4:15. Na uandike hiyo verse 10. Verse 10 ya Nehemia 6. Bible inasema kwamba kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa son of Delia. Kwanza nimesoma hapo asubuhi. Son of Delia, secret informer. Secret informer. Ukienda nyumbani usome Bible hapo. Secret informer. For he was hired by Sanballat and Tobias. Alikuwa mchunguzi aliyekuwa hired. Amelipwa na Sanballat na Tobias kuchunguza Nehemia akijenga ukuta. Na Biblia inasema ya kwamba mipango ambayo walikuwa naye, hata Nehemia aliposikia wakasema ya kwamba inaonekana mkono wa Bwana uko na nani? Uko na hawa watu. Do you know there are some enemies that they just monitor. Nakumbuka siku moja tukijenga, nirudi kujua baadaye ati there is one of our family members, na we are not in good terms. Alikuwa anatumana angalia penye wamefikia. Bwana asifiwe. Anatumana tu, yeye hakuji, uangalie mahali ambapo wamefanya nini. There are those enemies who monitor you, but today we are disconnecting their network.
In the name of Jesus. Amen. They will not get any information about you. In the name of Jesus Christ. Hao ambao wanakufuata, wanakuchunguza, hawatakuwa na habari yoyote kukuhusu kwa jina la Yesu Kristo. Na nashukuru Nehemia. Siku moja akaambiwa na hawa wachunguzaji wa Sanballat na Tobias, akaambiwa, why don't you come down to honor? I thank God. Akasema, I am not coming down to honor. I am doing a great work. Hata wakuchunguze, continue doing what God has called you to do. Unajua hata church kama hii, watu wanaweza kuwa tu wanatuchunguza. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Watu wanachunguza. Na hata wengine labda wanasema tunaipea miezi 2, miaka 2 tuone. Watatupea miaka. By the way, Mungu akikawia, tutanyolewa uvi hapa. Tutakujaga hapa na mikongojo. Washosho na waguka. Tunaambiana, mnakumbuka mahali tulianzia. Si Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Hata kama wengine wetu watakuwa mapengo, bado watakuwa na shuhudia wanasema Yesu ni Bwana. Hallelujah. Glory to God. What about they are monitoring us? We are declaring we are succeeding in Jesus' name. And you are succeeding in Jesus' name. And let me tell you what Konga. Hata kama watu wanaweza sema ya kwamba Konga sisi kuna witchcraft. Those who are in business, we are declaring from this altar. Wewe hauwezi ukapatwa na uchawi. Nguvu za hirizi hazikuwezi. Charms and amulet hazikuwezi. Kwa jina la Yesu Kristo, you are protected, you are covered. You are hidden in Christ and in God. In the name of Jesus Christ. As Jerusalem is surrounded by mountains, that is how God has surrounded you. In the name of Jesus Christ. Amen. Whether they monitor you, they cannot get you. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do you know, hata Yesu alitumiwa watu wa kumchunguza. Wakati Herode aliposikia mtoto amezaliwa, alisema go and check on that child. And then muangalie huyo mtoto. And then muangalie huyo mtoto. But I thank God that God is going to protect us. Amen. There are other enemies that breathe wickedness. Kuna watu tu wanachemkaga wickedness, mabaya. Wacha tusome Psalms. Wanapumua ubaya. Vibaya, mabaya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Psalms 27. Psalms 27 verse 12. Inasema ya kwamba, do not deliver me to the will of my adversary. For false witness have risen against me, and such as breathe out violence. Kuna maadui ambao huwa wanafanya nini? Wanapumua ubaya. Wanapumua paka saa zingine unashindwa ni stress gani imeshika mtu, haujamkosea, haujafanya nini, yani anapumua nini? Ubaya. Anapumua ubaya. So Bible inasema ya kwamba, do not deliver me to the will of my adversary. For false witness have risen against me, and such as breathe out violence. And then sasa hii inaandamana na wale mashahidi wa uongo. Bwana asifiwe. Unajua kuna watu ambao wanaweza peana story zako, wapeane false witnesses, wapeane mpaka watu wote wanaona ni hivyo. Vitu zingine haupaswi kujitetea. Wewe achana naye. Kwa mfano, wakati Yusufu alikuwa kwa yule mama pale kwa Potifa, si kulikuwa na evidence? Bwana asifiwe. Si kulikuwa na evidence? Hata ukiangalia ungemtetea? Si hiyo area yote ilisemekana na ikawekwa kwa magazeti siku hiyo. Ikasemekana jamaa hata ushuhuda ndio hii.